Bahari haipigi kelele kabla haijachukia na wala haionyeshi hasira mapema. Lakini tarehe 18 Julai mwaka 2012 bahari ya Hindi ilibadilika ghafla. Asubuhi hiyo watu walikuwa wakisafiri kama kawaida, wengine wakienda kazini, wengine wakienda likizo na wengine wakienda kutafuta maisha. Hakuna aliyedhani kuwa safari ya kawaida kati ya Dar es Salaam na Zanzibar ingeishia kwenye kilio cha kitaifa. Hii ni hadithi ya ajali ya MV Skagit. Lakini zaidi ya hayo, hii ni hadithi ya matumaini, uzembe, upepo na bahari. Karibu The Storyside. Kabla haijaitwa MV Skagit, ilikuwa meli ya kisasa iliyozaliwa huko Marekani. Ilitengenezwa mwaka 1989 katika kiwanda maalum cha kutengeneza vyombo vya kasi, yani high speed passengers ferries, chini ya kampuni ya Nicholas Bros Boat Builders iliyopo Freeland, Washington State. Jina lake la awali lilikuwa likihusiana na eneo la Skagit County. Huko ndipo ilipopata jina la Skagit. Sifa zake ilikuwa ni catamaran, yani meli yenye miili miwili chini, twin hulls. Ilitengenezwa kwa aluminium nyepesi, iliundwa kwa ajili ya kasi na uthabiti katika bahari tulivu. Uwezo wake ulikuwa ni wa kubeba takriban abiria 250 hadi 300. Injini mbili za nguvu, yani marine diesel engines, iliyokusudiwa kwa safari za pwani. Urefu wa takriban mita 35 hadi 40, sawa na futi 115 hadi 120. Catamaran ina faida moja kubwa: inakimbia haraka, inakuwa thabiti kwenye mawimbi ya kawaida. Lakini ina changamoto moja pia: ikiwa imezidiwa au kukutana na mawimbi makubwa ya pembeni, inaweza kupoteza uwiano haraka. MV Skagit haikuwa meli ya zamani na wala haikuwa chakavu, sababu kufikia mwaka 2012 ilipopata ajali, meli hii ilikuwa na umri wa takriban miaka 23 tangu kutengenezwa. Ilikuwa zao la teknolojia ya kisasa ya Marekani, iliyoundwa kwa kasi na kwa ufanisi kwa safari za pwani. Lakini kila chombo cha bahari kina kikomo chake, na bahari haijali kilitengenezwa wapi. Baada ya miaka kadhaa ya kuitumikia Marekani, iliwasili wakati wa maamuzi. Katika sekta ya usafiri wa majini, hasa meli za mwendo kasi, kuna kanuni isiyoandikwa. Meli inapofikia umri fulani au inapobadilishwa sera za usafiri, mara nyingi huuzwa, si kwa sababu imeharibika, bali kwa sababu ya soko limebadilika. Na hapo ndipo safari yake mpya ilianza. Mwanzoni mwa mwaka 2010, usafiri kati ya visiwa vya Zanzibar na Tanzania bara ulikuwa unaongezeka kwa kasi. Watalii waliongezeka, biashara ilipanuka na safari za kikazi zikawa nyingi zaidi. Safari ya kati ya Dar es Salaam na Zanzibar ilikuwa mojawapo ya njia zenye shughuli kubwa zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Umbali wa takriban kilomita 70 hadi 80 baharini, safari ya saa kadhaa kwa meli za kawaida, lakini chini ya saa 2 kwa meli ya kasi. Na hapo ndipo mahitaji ya high speed ferries yakazidi. Kampuni ya usafirishaji wa majini ilipoiona Skagit, iliona fursa. Tayari ilikuwa meli ya kasi, ilikuwa imetengenezwa kwa kiwango cha juu. Muundo wake wa catamaran ulikuwa unafaa kwa safari za pwani. Ilikuwa ni meli iliyokwisha jaribiwa kwenye maji ya Pasifiki. Hivyo mchakato wa ununuzi ukaanza.
Baada ya makubaliano, meli ikaandaliwa kwa safari ndefu ya kuhamishwa. Safari ya kutoka Amerika hadi Afrika Mashariki si ndogo, ni operation ya kiufundi yenye mipango maalum. Mara nyingi meli za aina hii husafirishwa kwa kuendeshwa kwa hatua au kubebwa na meli maalumu ya usafirishaji, yani heavy lift vessel. Hatimaye Skagit ikaingia katika maji ya Bahari ya Hindi. Kabla haijaanza huduma rasmi Tanzania, ilifanyiwa marekebisho kadhaa. Marekebisho hayo yalihusisha ukaguzi wa engine, marekebisho ya ndani ya viti na mpangilio wa abiria, ulinganifu wa kanuni za usajili wa Tanzania, mabadiliko ya mawasiliano na redio na vifaa vya usalama. Kisha ikapewa jina lile lile kwa kuitwa MV Skagit, lakini sasa likiwa chini ya bendera ya Tanzania. Ikasajiliwa rasmi kama chombo cha abiria kinachofanya safari za pwani kati ya Dar es Salaam na Zanzibari. Ilipoanza safari zake kati ya Dar es Salaam na Zanzibari, ilipokelewa kwa hamasa. Abiria walivutiwa sana na kasi yake, muonekano wake wa kisasa, muundo wake wa kisasa wa ndani na safari fupi ukilinganisha na meli za zamani. Kwa mtu anayesafiri mara kwa mara, muda ni kila kitu, na MV Skagit iliokoa muda kwa kutembea safari ya takriban saa 1.5 hadi 2 kutegemea hali ya bahari. Kwa wengi ilikuwa ni ishara ya maendeleo. Abiria wengi walipoingia ndani yake waliona meli safi, viti vizuri na muonekano wa kisasa. Lakini wachache sana walijiuliza, ilikuwa imetumika miaka mingapi huko Marekani? Iliundwa kwa aina gani ya bahari? Na je, ilibadilishwa kikamilifu kuendana na hali ya Bahari ya Hindi? Au je, ilifanyiwa tathmini ya kina kuhusu mawimbi na msimu wa kusi? Historia ya meli mara nyingi haionekani kwenye tiketi, haionekani kwenye rangi ya nje, na mara nyingi abiria huamini tu kwamba kila kitu kimehakikiwa. Lakini safari yake kutoka bahari ya Pacific kwenye baridi ya Marekani hadi maji ya chumvi yenye upepo mkali wa Bahari ya Hindi ilikuwa ni mabadiliko makubwa ya mazingira. Asubuhi ya tarehe 18 Julai 2012 haikuanza kwa vilio. Ilianza kama siku nyingine yoyote ya safari kati ya bara na visiwani. Katika bandari ya Dar es Salaam, watu walifika mapema, wengine wakiwa na mabegi madogo ya nguo, wengine mizigo ya biashara, na wengine wakiwa na watoto mikononi. Lakini angani kulikuwa na dalili. Ripoti za hali ya hewa katika ukanda wa pwani zilionyesha uwepo wa upepo mkali wa msimu. Bahari ya Hindi katika kipindi hicho huwa na tabia ya kubadilika haraka, hasa wakati wa upepo wa kusi mashariki, maarufu kwa jina la kusi. Haikuwa dhoruba rasmi, lakini haikuwa bahari tulivu kabisa. Mawimbi yaliripotiwa kuwa ya wastani hadi makubwa, upepo ukiwa wa kasi inayoweza kuathiri vyombo vyepesi vya kasi. Lakini safari ziliendelea, kwa sababu safari kati ya Dar es Salaam na Zanzibar ni za kawaida, ni za kila siku, na mara nyingi hata hali ya hewa ikiwa si nzuri sana, vyombo huendelea na safari. MV Skagit iliondoka ikiwa imebeba abiria wengi. Baadhi ya taarifa za baadaye zilidai kuwa kulikuwa na idadi iliyozidi uwezo rasmi wa meli. Uwezo wake ulikuwa wa kubeba abiria takribani 250 hadi 300 kutegemea na mpangilio. Lakini siku hiyo inadaiwa kulikuwa na takriban watu 290 au zaidi ndani yake. Ni muhimu kuelewa jambo moja: kati ya vyombo vya majini, si tu idadi ya watu ina umuhimu, bali pia usambazaji wa uzito. Watu walikuwa wameketi ndani ya chumba cha abiria, wengine juu ya staha,
na wengine wakiwa wamesimama. Na kwenye meli ya katamaran, usambazaji wa uzito ni jambo nyeti sana. Ilipoondoka Dar es Salaam, safari ilianza kawaida. Injini mbili za diesel zilitoa mlio wa nguvu, meli ikakata maji kwa kasi yake ya kawaida, na bahari ilionekana ya kawaida kwa safari ya pwani. Kadiri meli ilivyokuwa ikikaribia Zanzibar, mabadiliko yakaanza kuonekana. Mawimbi yakawa makubwa zaidi, sio mawimbi juu ya kupindukia, lakini yenye nguvu ya pembeni. Katamaran huathirika zaidi na mawimbi ya pembeni, yani beam waves, kuliko mawimbi ya mbele kwa mbele. Upepo ukaongezeka, meli ikaanza kuhisi msukumo kutoka upande mmoja. Abiria wengi walianza kuhisi kuyumba kwa utofauti wa kawaida, lakini bado haikuwa hali ya taharuki. Bahari ya Hindi ina tabia moja ya hatari, inaweza kubadilika haraka. Mawimbi yakaanza kuongezeka kwa mfululizo, upepo ukaendelea kupiga kwa nguvu. Meli nyepesi ya aluminium ilianza kuhisi shinikizo la upepo. Uzito wa abiria, hasa waliokuwa upande mmoja kwa juu, hii iliathiri usawa. Bahari haikuwa tena rafiki, haikuwa tulivu, haikuwa laini, lakini bado meli ilikuwa safarini. Hakuna aliyedhani kuwa dakika chache zijazo zingebadilisha historia. Kuna ajali zinazokuja polepole na kuna ajali zinazokuja kwa sekunde. Hii ilikuwa ya sekunde. Mashuhuda wanasema mwanzo haukuwa wa kutisha sana, ilikuwa ni kuyumba kwa kawaida tu, kama meli inapopitia mawimbi makubwa. Lakini tofauti siku hiyo ilikuwa katika marudio. Haikuyumba mara moja, iliyumba, ikajirekebisha kidogo, ikayumba tena. Na kila kuyumba kulikuwa na kishindo kikubwa zaidi ya cha awali. Kulikuwa na vitu vitatu vilivyokutana kwa wakati mmoja: mawimbi ya pembeni, yani beam waves, upepo mkali unaosukuma juu ya muundo mwepesi, na uzito wa abiria ambao haukusambazwa sawa sawa. Katamaran kama MV Skagit hutegemea sana uwiano kati ya miili yake miwili chini ya maji. Ikiwa upande mmoja unapata shinikizo kubwa zaidi na upande mwingine unapungukiwa uthabiti, mzunguko wa kupoteza usawa unaweza kutokea kwa haraka. Ndani ya chumba cha abiria, watu walianza kushika viti. Baadhi walidhani ni mawimbi ya kawaida, lakini wengine walihisi kitu si cha kawaida. Meli ilipoinama zaidi upande mmoja, mizigo na miili ya watu vilianza kusogea kuelekea upande huo, na hapo ndipo fizikia ilipoanza kufanya kazi yake kimya kimya. Uzito unapohamia upande mmoja huongeza mwinuko wa meli, na mwinuko unapoongezeka huongeza kasi ya kuanguka. Kisha pigo moja kubwa la wimbi likaja. Waliokuwepo wanasema mawimbi makubwa yalipiga upande mmoja kwa nguvu isiyo ya kawaida. Ndani ya dakika chache tu, wengine wanasema hata haikuzidi dakika 2, MV Skagit ilipinduka kabisa. Hakukuwa na muda wa kuvaa life jacket kwa utulivu, kupanga mstari wa kutoka au kutolewa, tangazo la tahadhari la dakika 10. Ilikuwa ni mabadiliko ya ghafla. Viti viligeuka, madirisha yakagonga maji, nuru ya mchana ikabadilika kuwa giza la maji, na abiria waliokuwa ndani wakajikuta si tena kwenye sakafu ya meli, bali ndani ya bahari ya Hindi. Kila ajali ina sauti, lakini kuna sekunde moja ya ajabu baada ya tukio kubwa. Hii ni sekunde ya ukimya. Baada ya mlio wa chuma kugonga maji, baada ya kelele za mshangao, ulitokea huo ukimya mfupi, kisha vilio vikaanza. Bahari ilimeza kelele, na sekunde hizo chache ndizo zilizobadilisha historia ya mamia ya familia. Baadhi yao walijikuta chini ya meli iliyopinduka, ndani ya chumba cha abiria kilichogeuka ghafla kuwa sakafu ya juu. Madirisha
yalikuwa yakionyesha mwanga wa mchana, sasa yalikuwa milango ya maji. Wengine walichanganyikiwa na kujiuliza, juu iko wapi? Mlango uko wapi? Na hewa iko wapi? Ndani ya maji sekunde 30 unaweza kuhisi kama dakika 5. Walioweza kuogelea walianza kutafuta mwanga. Wengine wakapanda juu ya mwili wa meli uliogeuka. Wengine wakashika vipande vya plastiki, maboya au sehemu za aluminium. Hakuna mafunzo ya darasani yanayokufundisha jinsi ya kuishi kwenye maji yenye hofu. Hii ni silka, ni mapambano ya mwili na akili. Hivyo wapo waliowahi kuvaa life jacket, lakini si wote. Baadhi walijaribu kuvua viatu au mizigo ili kupunguza uzito. Wengine waliokoka kwa sababu walikuwa karibu na dirisha au mlango. Waliokuwa mbali zaidi walilazimika kupambana zaidi. Juu ya maji hali haikuwa rahisi pia. Bahari ilikuwa bado inachemka. Mawimbi yalikuwa yanakuja mfululizo. Meli iliyopinduka ilikuwa kama kisiwa kidogo cha chuma. Watu walijikusanya juu yake. Wengine walishikana mikono, wengine wakapaza sauti kuomba msaada, lakini sauti kwenye bahari hupotea haraka kwa sababu upepo na mawimbi huzimeza sauti hizo. Dakika zilianza kupita. Kwa aliye ndani ya maji, dakika 1 ni ndefu, dakika 5 ni adhabu, dakika 10 ni mtihani wa mwisho wa nguvu. Wale waliokuwa wakijua kuogelea walijaribu kuwasaidia wasioweza, lakini bahari si ardhi. Huwezi kumbeba mtu kwa muda mrefu ukiwa umechoka. Wengine walijaribu kugeuza meli, haikuwezekana kwa mikono, ilikuwa ni kutapatapa kwa mfamaji. Kwa wakati huo habari zilianza kufika Zanzibar. Simu zikapigwa, redio zikaita. Wavuvi waliokuwa karibu walikuwa wa kwanza kuona kitu kisicho cha kawaida baharini. Boti ndogo za uvuvi zikaanza kuelekea eneo la tukio, kisha vikosi vya uokoaji vikafuata, lakini bahari haikuwa tulivu. Operesheni za uokoaji kwenye mawimbi si rahisi. Inahitaji ustadi, inahitaji ujasiri, inahitaji muda, na kwenye ajali za majini muda ndiyo kila kitu. Waliookoka baadaye walisema walikumbuka kushika chuma kwa nguvu zote, kumeza maji mara kadhaa, kusikia watu wakipiga kelele kando yao na kisha sauti kupotea. Baadhi walinusurika kwa sababu waliokolewa haraka, baadhi kwa sababu walishikilia kwa nguvu muda mrefu, na baadhi kwa sababu walikuwa na nguvu za mwisho kabisa. Lakini bahari haina huruma, sababu haichagui. Na ndani ya saa chache tu, tukio lililochukua chini ya dakika 2 kupindua meli lilikuwa limebadilisha maisha ya mamia ya watu. Baada ya kelele kupungua, baada ya boti za uokoaji kuwasili, baada ya manusura kuokolewa mmoja mmoja, ndipo ukweli mzito ukaanza kujulikana. Takribani watu 290 au zaidi waliaminika kuwemo ndani ya MV Skagit siku hiyo, lakini si wote waliorejea nchi kavu. Ripoti za awali zilikuwa za mkanganyiko. Idadi ilibadilika kadiri miili ilivyopatikana. Baadaye zaidi ya watu 140 walithibitishwa kufariki dunia. Lakini nyuma ya namba hizo kulikuwa na majina, kulikuwa na familia, kulikuwa na ndoto zilizokatika ghafla. Taarifa nyingi zilionyesha kuwa miongoni mwa waliopoteza maisha wengi walikuwa ni wanawake, wazee na watoto. Kwa nini? Kwa sababu katika ajali za majini walio dhaifu kimwili huathirika zaidi. Watoto hawawezi kuogelea kwa muda mrefu. Wazee hawana nguvu za kupambana na mawimbi. Wanawake wengi walikuwa wameshikilia watoto wao. Mapenzi yakawa mzigo mzito ndani ya maji, na bahari haikuchagua. Wakati wa orodha za manusura na waliopoteza maisha zilipoanza kusomwa, ilibainika jambo moja zito.
Ndani ya MV Skagit hakukuwa na Watanzania pekee. Kulikuwa na wageni, watalii, wasafiri waliokuja kufurahia uzuri wa Zanzibar. Ripoti za baadaye zilionyesha kuwa miongoni mwa waliopoteza maisha kulikuwa na takriban raia 9 wa kigeni. Miongoni mwao waliokuwemo ni raia wa Ujerumani, raia wa Uingereza, raia wa Afrika Kusini, raia wa Kenya na raia wa Uganda na mataifa mengine ya Ulaya. Baadhi yao walikuwa wanandoa waliokuja likizo. Baadhi walikuwa wasafiri wa kikazi. Baadhi walikuwa wageni waliokuwa wakielekea fukwe za Nungwi au mitaa ya Stone Town. Hawakujua kuwa safari yao ya saa 2 ingeishia katikati ya bahari ya Hindi. Ndani ya maji yale hakukuwa na utaifa, hakukuwa na mipaka, hakukuwa na ubalozi. Kulikuwa na pumzi na mapambano ya kuishi. Lakini majina yalipoanza kuthibitishwa, simu zilianza kupigwa Ulaya, habari zikafika Afrika Kusini, mataifa jirani yakaanza kuuliza kuhusu raia wao. Zanzibar ikawa habari ya dunia. Ajali hiyo haikuwa tena tukio la kitaifa tu, ilikuwa janga lililogusa familia katika mabara tofauti. Watoto walipoteza wazazi, wazazi wakapoteza watoto, na baadhi ya familia wakiwa mbali maelfu ya kilomita walipokea simu isiyotarajiwa. Bahari ya Hindi ilikuwa imevuka mipaka na huzuni ikawa ya kimataifa. Hapa tukajua kuwa bahari haina pasipoti. Zanzibar ilinyamaza. Habari zilijaa huzuni. Kutoka Dar es Salaam, watu walikusanyika kwenye ofisi za kampuni, hospitali na bandari. Kulikuwa na machozi, kulikuwa na hasira, kulikuwa na swali moja linalorudiwa: kwa nini tena? Kwa nini tena? Kwa sababu miezi 10 tu kabla ya ajali hii, taifa lilikuwa limepoteza mamia ya watu katika ajali ya MV Spice Islander 1. Majeraha yalikuwa bado mapya na sasa yakaja maumivu mapya. Swali likawa moja: je, hatukujifunza? Viongozi walitoa salamu za rambirambi, ibada zilifanyika, familia zikazika wapendwa wao, lakini hakuna ibada inayoweza kujaza nafasi ya mzazi aliyepoteza mtoto. Hakuna hotuba inayoweza kurudisha maisha. Hasara haikuwa tu ya namba, ilikuwa ya kizazi, ilikuwa ya ndoto na ilikuwa ya taifa. Ripoti na uchunguzi vilionyesha mambo manne. Jambo la kwanza, overloading, yaani kuzidisha abiria. Idadi ya abiria ilidaiwa kuzidi uwezo wa meli. Namba 2, hali mbaya ya hewa, upepo mkali na mawimbi ya ghafla. Namba 3, usimamizi wa usalama. Maswali yaliibuka. Je, maboya ya kuokoa maisha yalitosha? Je, abiria wote walikuwa na life jacket? Na je, taarifa ya hali ya hewa ilizingatiwa? 4, tabia ya katamaran. Katamaran ikipinduka haiwezi kurejea kawaida kirahisi kama meli za mwili mmoja, yani monohulls. Baada ya ajali, serikali iliahidi kuboresha ukaguzi wa vyombo vya majini. Udhibiti wa idadi ya abiria ukaimarishwa na masuala ya usalama yakaanza kujadiliwa kwa uzito zaidi. Lakini kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, mabadiliko hayakurudisha maisha. Leo hii jina la MV Skagit halisikiki tena kwenye bandari, lakini linabaki kwenye kumbukumbu za manusura, familia, wavuvi waliokoa watu na taifa zima. Imebaki kuwa ni somo la bahari, ni onyo la usimamizi, ni historia ya maumivu. Bahari ni tulivu, lakini ina kumbukumbu. MV Skagit ilikuwa meli ya kasi, ya kisasa na iliyotoka mbali, lakini mwisho wake haukuwa kwenye heshima ya teknolojia, ulikuwa kwenye nguvu ya asili. Na leo
Kila meli inapovuka kutoka Dar es Salaam kwenda Zanzibar, kuna hadithi inayosafiri kimya kimya chini ya maji. Na hii ndiyo hadithi ya MV Skagit. Je, unafahamu nini kuhusu historia ya ajali ya MV Skagit? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.